Mimi ni mhandisi Awadhi Suluo, kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Tupo katika tukio hili la mashindano ya vijana uchumi challenge ili kuwaelimisha vijana ambao wapo hapa fursa mbalimbali ambazo zinapatikana kwenye sheria yetu ya ununuzi wa umma. Kama mnavyofahamu, serikali yetu inatenga bajeti kila mwaka na takriban 70% ya bajeti za serikali huwa inakwenda kwenye shughuli za ununuzi wa umma. Na serikali hii imetenga 30% katika bajeti ambayo inaenda kwenye ununuzi wa umma kwa ajili ya makundi maalum ambayo pia yanajumuisha vijana ambao ndio hao ambao wamekuja katika shughuli hii ya leo. Kwa hiyo tupo hapa kwa ajili ya kuelimisha juu ya fursa hizo ambazo zinapatikana kupitia ununuzi wa umma. Sasa fursa hizi zinapatikana kupitia kwenye mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma maarufu kama NeST. Maana tunasema connection pekee ambayo vijana hawa wanaweza wakapata tenda za serikali ni kupitia kwenye mfumo wa NeST. Kwa hiyo tuna faraja kusema kwamba katika mwaka uliopita kupitia kwenye mfumo wetu wa NeST vijana hawa, tunao vijana ambao wamejumuika pamoja na sisi hapa ambao watatoa ushuhuda jinsi walivyonufaika na tenda za serikali kupitia mfumo wa NeST. Takriban shilingi za Kitanzania bilioni 53 zimeweza kutolewa kwa makundi maalum, na nusu ya fedha hizi au tuzo zilizotokana na zabuni za ununuzi wa umma zimekwenda kwa vijana. Kwa hiyo ni ushuhuda mzuri ambao vijana wetu ambao wamekuja hapa watautoa kuonyesha kwamba vijana wanaweza kupata fursa za zabuni ya umma kupitia kwenye mfumo wetu wa kielektroniki wa ununuzi wa umma. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Ulipotupo Furniture Group kinachopatikana Ilala, Dar es Salaam. Sisi ni wanufaika wa mkopo wa 10% ya pesa za Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia ni wanufaika wa mfumo wa manunuzi ya umma yaani NeST. Tumejisajili na tunafanya kazi. Hivi ninavyosema tumeshapata kazi za zabuni zaidi ya zenye thamani ya milioni 800 na tunaendelea vizuri. Kimsingi mfumo unatunufaisha, unabadilisha maisha yetu. Tulivyokuwa juzi sio leo. Kimsingi nitoe wito kwa vijana wenzetu ambao hawajaanzisha vikundi waanzishe vikundi, kwani Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ametoa fursa kwa vijana ili tujikwamue kupitia mikopo ya 10%, lakini pia kupitia mfumo wa manunuzi wa umma, kwani imetengwa 30% kwa ajili ya special group. Hizo kazi zinatangazwa kwenye mifumo na watu tunazipata. Sisi ni miongoni mwa watu ambao tunanufaika na mfumo huo. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutambua umuhimu wa vijana katika kuchangia pato la taifa. Kwa majina anaitwa Gladness Pomboya, natoka kikundi cha Ebitosi Group. Ebitosi Group ni grupu lenye watu 5, wanaume 2, wanawake 3. Tumepata fursa mbalimbali sisi tukiwa kama special group. Kazi ya kwanza ni ujenzi wa ghorofa 5. Pia tumeweza kujenga barabara ya boarding game. Tumefanya usafi nchi nzima NHIF. Hizo ni baadhi tu ya kazi ambazo tumezifanya za makundi maalum, zile za 30%. Pia yani kwa tenda zote ambazo tumepata 2023 mpaka hivi leo zina thamani ya bilioni 1.3. Kwa hiyo tunashukuru sana PPRA, wametuwezesha na hizi tenda tumepata kiuhalali kabisa kupitia mfumo wa NeST. Kwa hiyo vijana wenzangu na waasa mje mjiunge, hizi fursa ni za kweli, ni za hakika na zimeweza kubadilisha maisha ya kila mwanakikundi, na fursa nyingi tumetoa kwa vijana, yani waajiriwa tu wa kazi wanafika 200. Kwa hiyo wafanya kazi kwenye kikundi chetu wapo zaidi ya 200, wameweza kunufaika, wameweza kuendesha familia zao, tumeweza kuwalipa mishahara. Frank Festo ni mwenyekiti wa Fero Group. Kikundi chetu cha Fero Group kimenufaika na NeST tangu tulipojiunga mwaka 2021 mpaka sasa. Tumeweza kufanya kazi na taasisi kubwa. Kwa mfano, tumepata zabuni ya kusupply
vifaa vyote ambavyo Mheshimiwa Rais alitumia kuvunja bunge la mwaka jana. Sisi Fero Group ndo tulisupply. Fero Group pia tunafanya kazi na Benki Kuu, taasisi kubwa nyeti. Tunafanya kazi pia na hazina kupitia huu mfumo wa Nest. Lakini pia tumeweza kufanya tenda za zaidi ya milioni 348 ambao tunaifanya na Mbeya. Kwa maana hiyo unaweza ukajaribu kuona kwamba sisi vijana watano tumeweza kubadili maisha yetu. Ukilinganisha mwanzoni wakati tumehitimu chuo na sasa hivi. Ninaomba kuwahasa vijana wenzangu kwa ujumla wenu, tutumie fursa hii hasa kwenye huu mwaka wa fedha. Vijana tusiogope, tutumie fursa hii ya mfumo wa Nest kuomba tenda, lakini pia niwaambieni ukweli, hamna swala la connection, mfumo uko wazi na ni fair.